Nikuulize tu kwamba inawezekana ulishaye kufikiri kwamba kuna mtu ambaye ni rafiki wa kukodi na kazi yake ni kukaa kimya. Inawezekana kuna changamoto ambayo unaipitia na unatamani sana kupata mtu ambaye atakupa kampani ya kukaa kimya. Sasa nikusogezea taarifa ambayo inamhusu bwana mdogo ambaye anafahamika kama Shoji Morimoto. Ni Mjapani ambaye ana miaka 41 kwa sasa hivi, na umaarufu ambao ameupata kwa sababu ya kujipatia kipato cha takriban $80,000 kwa mwaka. Imagine. Na pesa hizi anazipata kwa kukodiwa kama rafiki ambaye ni wa kukaa kimya. Kama kuna changamoto ambayo nakukuta, basi unamkodi na unamlipa pesa mingi kutokana na yeye kuja kwako na kwa ajili ya kukupa kampani tu ya ukimya. Lakini anatoza $65 hadi $165 kwa kila kikao. Inawezekana labda mna kikao ambacho mnakiandaa na mnatamani sana apatikane mtu ambaye anaweza kukaa kimya kwa namna moja ama nyingine. Sasa bwana mdogo Shoji Morimoto ambaye ana umri wa miaka 41 kazi hiyo anaifanya, na ameenda zaidi ya vikao 4,000 kwa miaka 4. Kwa hiyo kikadiria kwa hesabu za haraka na maana kwa kila mwaka alikuwa anahudhuria vikao 1,000. Lakini pia akitoa uwepo wake bila mazungumzo kwa watu wasiohitaji usikivu usio na hukumu. Unajua kuna wale ambao kwa hata kibongobongo hapa pia kuna watu ambao inawezekana hawapendi kuzungumza, lakini pia inawezekana akawa anakutana na changamoto ambayo hata yeye binafsi hapendi kuizungumzia mbele za watu. Licha hivyo pia inawezekana akawa hapendi mtu ambaye atakuja mbugdhi kutokana na changamoto ambayo inamkuta. Sasa Shoji Morimoto tena kwa wateja ambao anakuwa anawapata ni kwa sababu mbalimbali, lakini miongoni mwa sababu ambazo wateja wa Shoji Morimoto wanakuja kumchukua kwa ajili ya kwenda kukaa nao, lakini pia kuwapa kampani za kukaa kimya, ni kuandamana naye wakati wa chakula. Inawezekana kuna mtu anataka kwenda kupata chakula, inawezekana ni chakula cha asubuhi, mchana au jioni, na anamchukua Shoji Morimoto kwa ajili ya kwenda kuhusika naye kwa ajili ya kumpa kampani ya ukimya, lakini pia kushiriki katika matukio muhimu. Ukiachana nayo pia kupambana na upweke. Kuna mtu ambaye inawezekana kuna changamoto ambayo anaipitia, inawezekana ni nyumbani lakini pia ni nje ya nyumbani, lakini anaona njia sahihi ni ya kumkodi Shoji Morimoto kwa ajili ya kukaa naye kwa sababu atampa kampani ya ukimya. Lakini pia hata hivyo Shoji Morimoto ana mipaka madhubuti. Si kwamba kila kazi anaifanya, bali hata kubali kazi za kimwili. Na maana gani? Kwamba kazi ambazo zinahusisha mwili wake ni kazi ambazo hazikubali, lakini pia safari za mbali hakubali. Sio, unanielewa? Sasa kama ni kazi ambazo ni za karibu unaweza kumpata Shoji Morimoto, lakini kama ni kazi ambazo ni za mbali, inawezekana inambidi asafiri, basi hiyo kazi umemkosa. Toa kabisa wazo lake kwamba atafika katika kazi ambayo unamtaka afike. Lakini pia mipaka mingine ni kwamba maombi yasio na maadili. Sio, unanielewa? Kwamba kitu ambacho kingine ambacho ni changamoto kwake basi ni hii. Kama kuna maombi ambayo inawezekana hana maadili, Shoji Morimoto huwezi kumpata. Lakini kama hapa pia kibongobongo kuna mtu ambaye anatamani sana kuungana na Shoji Morimoto, basi itakuwa ni changamoto kwa sababu moja ya mipaka yake ambayo anayo, basi safari pia ni changamoto kwake, ni ngumu kumpata. Lakini kama ungekuwa Japani kwa wasahau alafu kuna changamoto ambayo nakukuta, basi ingekuwa ni vyepesi kabisa. Lakini pia ingekuwa ni vyema kama utampata Shoji Morimoto kwa ajili ya kuhakikisha kama anakupa kampani ya ukimya. Lakini pia mambo mengine yanakwenda vizuri kabisa. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya kuwa kwanza kupata taarifa zote ambazo tunazokuwa tunaziweka live.